Ngowi TV, informed economists and business perspective. Sasa sisi katika uchambuzi ambao tumefanya, ndugu zanguni wanahabari, tumekuja na mapendekezo ambayo tunaamini kama yatazingatiwa katika kukamilisha mfumo mzima wa utayarishaji wa bajeti hii, itafanya bajeti yetu iwe ni nzuri zaidi na iwe nyepesi kutekelezeka. La kwanza tunasema hivi ni kuhusu deni la taifa. Tunasema mbali na kuwa deni la taifa ni himilifu, ni kweli deni la taifa ni himilifu, lakini gharama ya kulihudumia hili deni la taifa limeendelea kuwa tumizi kubwa sana kwa serikali. Nafikia 29% ya bajeti ya taifa. Hivyo wajibu inashauri yafuatayo yafanyike. Moja, serikali iongeze vyanzo vipya vya mapato, kwa sababu tukiweza kukusanya zaidi kutasababisha serikali kutokuwa na umuhimu wa kuendelea kukopa kwa kiasi kikubwa kama ambavyo imekuwa inafanyika huko nyuma. Lakini vile vile serikali iboreshe mahusiano na nchi wahisani ili kupata misaada katika kugharamia bajeti ya nchi. Na tatu, serikali iache kukopa kwenye commercial banks, iende zaidi kwenye mikopo yenye riba nafuu, concessional loans. Hii pendekezo la wajibu la kwanza. Pendekezo la pili la wajibu ni wazo zuri, tunasema kutumia tehama kwenye mfumo wa tehama katika ukusanyaji wa mapato ya serikali. Bahati nzuri hii amelizungumzia Profesa Ngoi Kweste na naliruka, lakini ilikuwa linazungumzia hivyo. Tatu, wajibu inaona umuhimu wa kuifanyia marekebisho sheria ya PPP, hii sheria ya Public Private Partnership ya mwaka 2010 ili kufanikisha utekelezaji wa bajeti pendekezwa. Tunaona wajibu kwamba kama sheria itabaki ilivyo, itakuwa ni vigumu kweli kupata washiriki wa kufanikisha mfumo huu wa upatikanaji wa pesa za kuchangia katika hasa kuendesha miradi ya maendeleo ya nchi. 4, ripoti zote wajibu inaamini kwamba ingependeza kama ripoti zote za utendaji wa taasisi za udhibiti nchini, ripoti za TAKUKURU, msajili wa hazina, secretariat ya maadili ya viongozi wa umma, hivi ni vyombo vya umma ambavyo vinasimamia uwajibikaji. Kwa hiyo wanapotengeneza ripoti zao za mwaka za utekelezaji, hizi ripoti hakuna sababu ya kwa nini hizi ripoti ziwe siri, zisiwe ni ripoti za wananchi. Na kama mtakumbuka wakati CAG alipo present report yake kwa Mheshimiwa Rais, aliyekuwa mkuu wa TAKUKURU naye alipresent report yake kwa Rais. Lakini ripoti ya CAG ikaenda bungeni, tunayo. Ripoti ya PCCB iliishia pale kwa Rais. Na sisi tunaambiwa rushwa, kupiga vita rushwa ni jukumu letu sote, si ndio? Kwa hiyo nafikiri kuna umuhimu wa sisi kujua kilichofanyika ili na sisi tuwe na katika nafasi nzuri zaidi ya kuchangia katika kupiga vita hiyo issue ya rushwa. La tano, tunasema serikali kupitia TRA, Benki ya Tanzania na TCRA kufanya uwekezaji mkubwa katika kujenga uwezo wa kutambua na kutoza kodi biashara zinazofanyika kwa njia ya mtandao ambazo sasa hivi zinakuja juu sana nchini. Hii mitandaoni unakuta siku hizi kila kitu kinauzwa mtandaoni. Sasa serikali itafute njia ya kutepu hii revenue source, otherwise itakuwa inapoteza mapato. 6, ripoti zinazotokana na CAG management letters. Sijui kama mnajua ndugu wanahabari kwamba CAG anapofanya ukaguzi anatoa audit report na anatoa kitu kinaitwa management letter. Audit report kwa sheria inatakiwa iwe public, ile ambayo inatoa the hati iliyotolewa na CAG. Lakini ile management letter
inapelekwa kwa afisa masuli au mwenyekiti wa bodi na inakuwa ni confidential, lakini report ile management letter ndio inayoonyesha udhaifu aliyouona CAG kwenye ukaguzi wa taasisi husika. Na sisi nchi nyingi management letter hii ni public document. Kwa Tanzania hatuoni kwa nini hii management letter iendelee kuwa ni confidential wakati rasilimali hizi ni za wananchi wote wa Tanzania. Waliopewa majukumu ya kuendesha hii taasisi wanafanya kwa niaba yetu sisi wote wa Tanzania wote. Kwa hiyo Watanzania sisi tukiwa ndio wamiliki wa rasilimali hizi tuna haki katika uandaji wa bajeti. Na tunasema bunge kupitia kamati yake ya kudumu ya bajeti kufanya usimamizi madhubuti zaidi wa utekelezaji wa bajeti itakayoidhinishwa ili ifikie malengo yaliyokusudiwa. Hii ni pamoja na kupitia na kujadili kwa undani ripoti za utekelezaji wa bajeti za robo mwaka zinazotolewa na Wizara ya Fedha na Mipango. Vile vile serikali ianze Profesa Ngoyi amezungumzia hii miradi mikakati flagship na ni projects. Sisi tunaamini kwamba ili kusema kweli taifa lifaidike na hii miradi mikubwa ya bwawa la Mwalimu Nyerere, SGR, serikali ingeanza sasa hivi mazungumzo na nchi jirani ambazo tunaamini wataweza wakatumia product za hii miradi. Kama umeme, tunajua bwawa la Nyerere litaproduce so much. Tunajua tutakuwa na surplus umeme. Tusingoje mradi ukamilike ndio tuanze kutafuta watumiaji. Tuanze sasa hivi kuongea na nchi jirani, tuanze kuongea na Burundi na Rwanda kuhusu SGR ili kwamba miradi hii itakapokamilika serikali iwe na uhakika wa kupata mapato ya kuisaidia serikali katika kulipa madeni makubwa ambayo yatakuwa yametokana na miradi hii yenyewe. Wasingoje mpaka miradi iishe ndio waanze kutafuta. Na hii tunalisema hivyo kwa sababu tumeona CAG katika kaguzi zake mara nyingi sana anasema mradi unakamilika alafu hautumiki kwa sababu ya maandalizi hafifu. Hatufikirii beyond. Kwa hiyo utakuta mradi unamalizika hautumiki kwa sababu hawakuweka pesa za umeme, hawakuweka pesa za uendeshaji wa jengo, ama hakuna watumishi. Hatutaki ije tokee kwenye miradi mikubwa ya mabilioni ya hela, itakuwa ni hasara kubwa kwa nchi. Lingine ni kwamba serikali ihakikishe inaziongezea uwezo, ikiwa ni pamoja na rasilimali watu, miundombinu na fedha, mahakama za usuluhishi, tax tribunals wa kodi, ili ziweze kusikiliza na kuamua mashauri ya kodi, ambapo hivi sasa kuna shillings trilioni 360 na dola za Kimarekani 181 milioni viporo vya kufanyia uamuzi, ili kama kuna uwezekano hizi pesa zisibaki tu kwenye hesabu zipatikane, ziingie katika kuendesha shughuli za serikali. Alafu kuna serikali tunashauri kwamba mara nyingi tumeona kwamba wakati mwingine serikali inakuwa na miradi mingi. Alafu kama alivyosema Ngoyi, kwa sababu mapato ya serikali ni madogo, inakuwa ni kugawa hela ndogo kwa miradi mingi ambayo inachukua ni muda mrefu zaidi kukamilika, na wakati mwingine hata ile quality ya hiyo miradi inakuwa sheki. Tunashauri kwamba serikali iconcentrate kwenye miradi michache ambayo ipatie fedha za kutosha, ikamilike kwa mapema, ili miradi hiyo ichangie katika kutoa huduma kwa wananchi ambao ndio walengwa. Alafu tunasema kwamba mwisho katika mapendekezo tunasema wajibu inaipongeza serikali kupunguza muda wa miaka 12 hadi 6 wa watumishi wa jeshi la polisi kupata mafao yatokanayo na utumishi wao. Ilikuwa ni 12, katika hii proposal
inakuwa proposed ifanye miaka 6. Lakini sisi wajibu tunasema hata hivyo wajibu inaishauri serikali kuondoa kabisa muda wa miaka 6 kwa watumishi wa jeshi la polisi ili kuwapa haki ya kupata mafao yanayotokana na utumishi wao. Utaratibu huu unawanyima, utaratibu wa kuwekea miaka unawanyima watumishi wa jeshi la polisi haki ya kuanza kufaidi kupata mafao yao mara wanapodhibitishwa kwenye ajira zao kama ilivyo kwa watumishi wengine wa umma na binafsi. Ni ukweli usiofichika kwamba watumishi wengine wote wa umma na binafsi ukiajiriwa kuna kipindi cha uangalizi wa miezi 6, ukipita ukadhibitishwa, then you are entitled kuanza kuchangia mafao yako na utakapostaafu pale. Sasa hawa wenzetu hawawezi mpaka baada ya miaka 6. Ilikuwa miaka 12. Serikali katika bajeti serikali ina nia ya kuwapunguzia miaka 6. Lakini sisi wajibu tunaona kwamba hatuoni mantiki hata ya hiyo miaka 6.